Basi, nataka nichukue wakati huu na muda huu kumshukuru Mungu kwa kutupea nafasi nyingine. Ningependa niweze kushiriki na sisi neno la Bwana. Na ningependa niweze kuongea kuhusu ulinzi wa kiungu. Ulinzi wa kiungu or divine preservation. Kitabu kile cha Job 7 verse 20. Ayubu 7 mstari wa 20. Biblia inasema kwamba nimefanya dhambi, nimekufanyiaje mlinda wanadamu, mbona umeniweka niwe shabaha yako, hata nimekuwa mzigo kwa nafsi yangu. Nawe je, mbona haujanisamehe makosa yangu na kuiondolea maovu yangu? Kwa kuwa sasa nitalala mavumbini, nawe utaifuata kwa bidii, lakini isikuwepo. Ayubu 10 mstari wa 12. Mstari wa 12, umenijazi uhai na upendeleo, na maagizo yako yamenilinda roho yangu. So divine preservation ama ulinzi wa kiroho wa kiungu. Ayubu 29 mstari ule wake wa pili. Ayubu 29 mstari wa pili. Biblia inasema, laiti ningekuwa kama nilivyokuwa katika miezi ya kale, kama kati siku hizo Mungu aliponilinda. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani, nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake, kama ilivyokuwa kati siku zangu za kukomaa. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu, wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa akili pamoja nami, na watoto wangu walipokuwa wakizunguka, wakati hatua zangu ilipokuwa ikisongwa na siaga. So ikiwa Mungu atatupea ulinzi, lazima tuweze kuelewa kwamba Mungu walinda wale pia ambao wamejitoa mhanga kwake. Anasema, ninawapenda wanaonipenda, na wanitafutao kwa bidii watanipata. Anasema kisha atawapa utajiri ule wa kweli. Kitabu kile cha Ayubu 36 mstari wa 6. Ayubu 36 mstari ule wa 6. Biblia inasema, hauhifadhi uhai na uovu, lakini huwapa watesao haki yao. Yeye hawaondolei macho yake wenye haki, lakini pamoja na wafalme huwaweka katika viti vya enzi milele, na wao hutukuzwa, nao wakifungwa kwa pingu, wakitwaliwa kwa kamba za mateso. So kila wakati Mungu anazungumza kuhusu ulinzi, ulinzi huo uko na taratibu fulani. Kuna sheria fulani za Mungu, lazima tuwe watu ambao tutaziweka ikiwa tutaona ulinzi wa Mungu katika maisha yetu. Maombi yangu na dua ni kwamba leo Mungu atasikia kilio chetu, na kwamba maombi yetu, kwamba tunapomtafuta njia zake zitakuwa wazi kwetu. Zaburi 16 mstari wa 1. Mungu unihifadhi mimi, kwa maana nimekukimbilia wewe. Nimewaambia, Bwana ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio nilopendezwa nao, huzuni zao zitaongezeka. So pia ikiwa utapata ulinzi, lazima tuelewe kwamba lazima tukimbie kwa Mungu. Mungu lazima awe ndio atakuwa msaada wetu, ndio tutamweka akiwa msaada wetu. Nimalize na kitabu kile cha Zaburi 31 mstari wake wa 23. Zaburi 31 23.
31:23 Biblia inasema, mpendeni Bwana nyinyi nyote mlo wataua wake. Bwana huwahifadhi waaminifu, humlipa atendaye kiburi malipo tele. Bwana huwahifadhi waaminifu. Kitu kingine, ikiwa tutapata ulinzi kutoka kwa Mungu, lazima tuwe waaminifu. Mungu huwa halindi kila mtu, na analinda tu wale ambao wako waaminifu kwake. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, utagundua kwamba atakulinda, atakuepusha na tauni, atakuepusha na janga, atakuepusha na mabaya. Nasema kwamba mshale urukao mchana wala usiku hautakupata. So maombi yangu na dua ni kwamba leo tunapoendelea kumtumainia Mungu kwamba imani yetu itaendelea kushamiri na kuongezeka kwake katika jina la Yesu Kristo. Nimalize kabisa na kile kitabu cha Methali 14 mstari wa 3. Methali 14 mstari wa 3. Thank you Jesus. The book of Proverbs, Methali 14 mstari wa 3. Nitasoma. Biblia inasema hivi, katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya wenye hekima huwahifadhi. So kitu kingine ambacho kama Mungu atakulinda, lazima uwe na hekima. Mungu halindi wapumbavu, anawalinda watu ambao wamejaa hekima. Maombi yangu ni kwamba siku hii ya leo hekima ya Mungu itapata nafasi kwetu na ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana wabariki. Acha tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sababu ya wema wako na uaminifu wako. Asante kwa neno lako ambalo limo imara. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.